ni kielelezo cha uhusiano wangu na yule ninayemwamini. The story iliyoko ninaweka pale kwa sababu namwamini Bikira Maria atatuletea usalama. Bikira Maria mama wa usalama, mama wa amani, mama wa upendo. Na kwa hiyo ninapomwambia hiyo, nimkumbushe kwamba hii rosari sio inayokulinda, ni Bikira Maria anakulinda. That's what I want to say. Sio kama nakataza, ila ile rosari sio inayokuleta as if it were an amulet, kama magic, kama uchawi, ushirikina. Hirizi ndio sasa ingetokana na kulinda. Na sasa mimi ningesema kama unampa mtu mwanangu, unamwambia sio rosari na kulinda, Bikira Maria atakulinda. You see? Yani who is behind that rosary? Ile rosari ulionayo ni nini? Namwambia hii ni kinga ya Bikira Maria, mama wa Yesu, mama wa Mungu. Hata hivyo unamwelekeza na kumweleza vizuri, hata mtoto atakuelewa kwamba hii rosari ni kielelezo. Na kwambia mimi nikukabidhi kwa Bikira Maria mwanangu, vaa hii. It's different from just giving him or her. Unampa tu eti hii itakulinda, rosari itakulinda, rosari italinda. Hapana. Anayekulinda ni Bikira Maria mwanangu. Na mimi nakumbuka mzee alipokuwa nakufa, nilichukua picha ya Mtakatifu Pio. Nawaambia ni wazi, nilitoka Roma huko nikamkuta mzee hizi. Ilikuwa saa ya mwisho. Bahati nzuri nilimkuta, lakini mama sikumkuta, ndio afshafa. Na hata sikumzika sikuwepo. Lakini baba ndio mtu wa mwisho kuongea naye nini. Alitabasama kuweza kureply tena. Lakini niliweka picha ya Mtakatifu, nikamwambia sio Pio, sio picha hii na kulinda. Manake mzee alimfahamu na alimuomba, alisali, anafahamu mafundisho ya maisha ya Mtakatifu Pio. Nikamwambia mimi ndio mkapuchini pia. Na Padre Pio ni rafiki yangu sana, amenisaidia sana. Labda niweke hapa hakutulize. Lakini sio picha imtulize, ni Mtakatifu Pio in person. Na nikasali sala anayosikia Mtakatifu Pio akulinde. Sio kapotea saa za mwisho. Wewe uliokuwa unamwamini Mungu na kushika na rosari anayo na kila kitu, kwa sababu baba alikuwa mtu wa imani kweli. Sasa ile sio ushirikina. Mimi namuita aliye behind, who is behind that image or even whatever. Na hivyo tuanze kuwafundisha watoto kwamba anayekulinda sio rosari au bangili unampa, au sio skapulari unampa, au sio medali unampa. Ile picha ya medali ile unampa kwa ajili ya nini? Namwambia hapana, hii mwanangu, hata ngoja, hata ukiona moto umewaka, sema Bikira Maria utuombee. Na sisi tumefundishwa tukiwa wadogo, Yesu, Maria na Yosefu, sio? Ile short sala za mishale. Ni kwa nini? Kutukumbusha. Kwa hiyo uhusiano wangu Bikira Maria namuita kwa kuvaa ile rosari kwa hiyo rosari inanikumbusha uhusiano wangu. Sasa mtoto ambaye anaabudu mashetani, unampeleka kwenye yale mambo ya usiku, unampeleka huko kwenye mangoma ya usiku. Wengine wanatembea uchi usiku, alafu tamvika rosari. It can't work. Mtoto huyo unamvika kwa imani fulani. Na imani hiyo ni kwamba Bikira Maria ni mwombezi kwa walio katika hatari. Kwa hiyo unachukua, ukimpa ile rosari unamwambia hii sio rosari inakulinda. Ufanye tafuta. I think I can do that myself. Kwamba mwanangu, hii rosari ni badala ya Bikira Maria. Ukumbuke Bikira Maria yuko hapa. Mwambie mama nisaidie. Mwambie. That is how we should teach. Ndivyo inavyotakiwa. Na hata wale wanaokuja kwangu, ukija kwangu alafu nakuta una rosari huko, alafu naomba rosari, nakwambia nini brother?
ni ya nini hii tena? Hapa nimewaambia wengi. Akaniambia hapana, hina kama ndanganya au nini na ule ushirika maana kwa sisi tuna ushirikina mwingi sana. Anakuambia hii ni kwa ajili ya kinga ya chumba changu. Namwambia hii rosari haikingi, ni Bikira Maria na kinga. Unasali hiyo rosari, hajui hata kuna namna ya kuisali. Sasa na kinga ni ushirikina. Kwa hiyo nimfundishe, namuuliza wengi hapa, nauliza unajua kusali rosari inaanzaje? Sasa nikamwambia utakuja baadaye ukishajua inasalije rosari, nitakupa. Kwa sababu hii rosari ni ya kusali, ni nyenzo ya kusali. Sio haiko hai. Ninaweza kupata jiwe na kwambia litakulinda. Pana. Kwa hiyo ninachukua nafasi ya katekesi pale pale. Wanapokuja kwangu hapa nafanya lazima niseme uongo. Mimi sio rais, ninazo rosari. Ukija kwangu wewe kama unayo sikupi. Tena ya hali ya juu ninazo. Sikupi. Kwa sababu ndio naona ishi nao. Nikienda huko nje nachukua 3 4. Kienda utume 3 4. Moja ananiomba, namuuliza ya nini? Kwa hiyo ninafanya nafasi ya kufundisha pia. Kama walivyosema mwalimu, ni hivyo. Lakini mara nyingine haiwi muda. Lakini ninaomba nyinyi kuwafundisha watu. Nilikuwa mzee wetu hapa, mzee Bartolomeo Shayo, alikuwa ndio mwenezaji Living Rosary hai. Alikuwa ni member wa hali ya juu na walikuwa namletea rosari kutoka Canada na United States huko. Alikuwa na marafiki, Mungu amrehemu. Alikuwa na rosari anapata labda rosari 1000, 2000 box namna hii. Mzee alikuwa anacheka. Anasema leo nimepata rosari nyingi. Ana supply huko na huko. Nakumbuka nilikuwa supply na marafiki. Kumbe wale marafiki wanaenda kuuza. Basi mbaya sana. Nilikuwa nachukia hiyo. Lakini alikuwa nauliza hayo maswali hayo kwa sababu alikuwa msikivu sana mzee yule. Na ni wa kweli, genuine kabisa. Sema wewe ukichukua rosari ukaisalie, alafu anaanza kumfundisha namna ya kusali. Na kwamba hii rosari ni Bikira Maria anakuombea. Sasa hayo ndio tuyafanye, tusije tukafanya vitu vingine. Hata Biblia, nilikuwa na Biblia kadhaa, lakini sasa imekuwa ghali sana siku hizi. Biblia si mchezo. Huwezi kuja kwangu na mmoja ameniandikia father, naomba Biblia. Naambia Biblia ni 70,000. Kweli? Na sasa utafanyaje? Ipokuwa mimi nina Biblia yangu siwezi kuitoa hii. Sasa nikamwambia labda kama kujitoa na kujikusanya nguvu, ununue yako na uitunze. Pale nyumbani nimekuta mzee, Mungu amrehemu, nimekuta mzee ametoa huko, hajui hata nani alichukua tena. Nikamwambia mzee, unajua kitabu hiki cha Biblia ni ghali sana. Nilipomwambia ni 70,000 alishtuka. Yaani yule nimempa yule mpumbavu mlevi yule. Nikamwambia anasoma lakini aliniambia anapeleka nyumbani kwake. Na bila shaka alienda kuuza tena. Kwa sababu yule jamaa hafiki kanisani, hafiki kwenye jumuiya. Sasa hiyo sio sahihi. Ninachoomba tu ni kwamba sisi tunaposali rosari tujue ni chombo cha kutuinua kiroho, kiakili, kihisia kwa ulimwengu wa roho. Sio hichi ndio kinachotupa rehema au neema. Kama maisha yako ni mabovu, hayashiki amri za Mungu, usisali, ni bure tu. Ni chombo cha kutuleta karibu na Bikira Maria au na neno la Mungu. Usisome kama gazeti. Anybody can read. Even atheists, hata muamini Mungu wanasoma. Lakini wanasoma kwa roho au kwa kiakili. Sasa ndio hivyo nasema sanamu na rosari au hata msalaba unaweza kuwa ni sanamu iliyokatazwa na Mungu kama inatumika isivyo sahihi. Kama hatuna imani kwa kile tunachokiweka pale ni nini. Sasa huyu anaweka basi
mambo mengine. Yule anaweka rozari pale, Bikira Maria asali, anasaliji tena. Isipokuwa ninatukumbusha yale yaliyo nyuma ya hizi vilivyo, unaweka rozari, sijui ndugu. Tena hii rozari sijui ni ya kwangu, sijui ya nani imeweka hapo. Nani aliisali? Hapana. Na yule anayekuja kuangalia anakumbuka namna ya kupeleka hii picha nyumbani kwa kutumia rozari. Yule mama anakusindikiza, sio rozari na kusindikiza. Ndio hilo ninataka kusema tu. Tunaweza kuendelea hapo, lakini tunaweza kutea maneno mengi, lakini msingi, hizi ni nyenzo za kuinua mioyo na akili zetu na nafsi zetu kwa Mungu, kutukumbusha matendo makuu aliyotenda Mungu katika maisha ya Wakristo au wale wanaoamini. Inakumbusha matendo ya Mungu aliyofanya katika historia ya wokovu wetu, na hivyo tunaheshimu hivi vitu, hizi nyenzo tunaziheshimu kwa sababu zinatuinua kiroho, zinatuleta karibu na Mungu kiroho. Sio zenyewe sio zinatuokoa. Hapana, ni nyenzo ya kutuleta karibu na chanzo na chimbuko la wokovu wetu. Kwa hiyo ni muhimu kukumbuka hata kwenu sisi, na tuweze kujieleza kinaganaga hivyo. Kwa hiyo katika Biblia sanamu na picha na mambo kama hayo yanakatazwa, kama tunaamini kwamba hayo ndio yanatuletea wokovu. Hayo mapicha, hayo masanamu. Mimi nasiogopi kutupa na kutupa kule nje, kama wewe unaamini kwamba jiwe hilo limeniletea ndio Mungu wangu na kuliamini na kuliabudu. Ninakuona wewe ni mshirikina. Lakini kama naambia hili jiwe unaliona hivi, linanikumbusha altari ya mbinguni, mimi nitakwambia sawa, hebu sasa linakumbushaje? Atanifafanulia. Altari ya mbinguni ni jiwe lililo imara, na altari zote zitengenezwa. Kwa hiyo nakumbuka sadaka zote, na mkumbuka Mungu aliye mkuu. Naambia hili jiwe ni Mungu? Hapana. Mungu hawezi kuwa jiwe, kwa sababu Mungu sio jiwe. Linanikumbusha uwepo wa Mungu hapa nyumbani. Huyo mtu nitamwambia usilikatekate tena, usilipasue hili jiwe, kama linakukumbusha Mungu ni jiwe langu, ni rock, is the rock. Mungu ni mwamba wa maisha yangu, na kwa hiyo naweka jiwe hapo nje. Mwingine akija anasema huu ni uchawi. Hili jiwe kwa nini amelipamba na atakwenda kuambia Ngowi kule pale nyumbani, yule jamani mchawi mbaya sana. Mwambie aseme hivyo, sawa, watangazie watu. Lakini waje kuniuliza ile jiwe maana yake nini? Je, naliabudu? Siliabudu. Linanikumbusha kitu ambacho ni siri yake kabisa. Sasa hayo ndio na kusema mara nyingi sasa wanaweza kutuambia chochote. He would be mad. Kama unachukua picha ya Yesu ya Bikira Maria unaipiga chini, alafu naambia Yesu nakupenda sana. What a contradiction. Haiwezekani wewe rafiki wa mama yangu alafu au rafiki yangu mkubwa alafu unachoma picha ya mama yangu. Haiwezekani. Mimi nitakuona wewe, uliona hii picha wewe? Ulijua ni ya nani? Watu wanasema ni ya mama yako. Sasa kwa nini umechoma bwana? Si ungekuja uniletee, if you don't like it, you return it to me, unirudishie. Na sio kuikanyaga nasema takataka ni shetani. Sasa nasema kwa hiyo aliye nyuma ya hii picha ni mama yangu. Alafu nasema ni hii picha ni shetani. Sasa mama yangu ni shetani bwana. That's what it implies. Ndio ina maana hiyo. Kwa hiyo tuwe na uelewa mpana wa imani yetu. Sisi hatusali rozari kwa ajili yangu mimi. Tunamtumia Bikira Maria, na ndio maana katika rozari tunasali kwa mafumbo yale ya wokovu, sivyo? Yako sasa hivi tuna rozari aina 4, sio? Yes. Na tunakumbuka rozari ya furaha, tunakumbuka matendo ya furaha
yaani historia ya wokovu, matendo ya mateso ya uchungu, rozari tunakumbuka mateso ya Kristo yote, tunaenda furaha, matendo ya utukufu, tunaenda matendo ya mwanga, yote tunakumbuka katika historia, sio tunakumbuka mwanga alafu. No, you have to go back to the events in our history of salvation. Ndio maana ya kusali rozari. Rozari inatuelekeza kwa matendo ya historia ya wokovu wetu, na mle tunachota nguvu ya kuendelea mbele na kuwa na uhusiano wa karibu na yule tunayemwabudu. Ndio hayo mambo haya tuone ndivyo ilivyo. Na kwa hiyo sisi tunaweza kujieleza hata kama huna mawazo ya kutosha, lakini uweze kuwaeleza watu sanamu ni nini. Hatuabudu sanamu. Huyu sio Yesu, huyu ni kielelezo cha Yesu mfufuka na sio yeye. Please, ikichomwa moto ikaanguka chini na kuungua kabisa, nasema sasa tumepoteza kielelezo kizuri. Ile picha kwa nzuri na nikumbusha mengi ya juu ya utukufu na nguvu powerful ya ufufuko, mshindi baada ya kupata kupitia ile adha mbaya sana huko na kufa kifo cha aibu na kuzomewa na nini. Look, now nothing can touch him. He is the victor. Ni mshindi. Picha ile ilikuwa inanikumbusha nzuri. Kwa hiyo tumeipoteza bwana. But for me we can make another one, because it's only kitu ni nyenzo. It means to remind me of this magnificent event in our salvation history. Ndio hiyo ilivyo. Sasa kwa hiyo tuwe na sisi ambao tunafanya majadiliano yetu, mazungumzo yetu, kozi zetu hizi, tuelewe maana ya sanamu nini, vitu tunavyotumia, picha tulizonazo zilikuwa ni kitabu kwa ajili ya kukumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha ya dunia hii. Kwa hiyo makanisa yalitumia nyenzo hizo, picha zimejaa. Ukienda Vatican, sanamu za mitume wote iko, kwanza unatoka nje tu unakuta sanamu ziko kule, sanamu ya Petro na Paulo ziko pale, zina really imposing, futi 27 moja. Ukienda pale, nilikuwa nakwenda pale mara kwa mara, na simama kwenye, mimi nalingana na ile mguu wa nani, futi ni yani mguu pale chini ndio mguu wa ile sanamu ya Paulo ni size yangu mimi. Ndio ni is imposing, ni kubwa kweli. Naangalia iko kule, sasa unasema Mungu, hawa watu walitengeneza perfect, paka mishipa unatengenezwa kwa kutumia mabo. Ndio Mungu ameinua watu wa namna hiyo. Sasa zimezunguka wa mitume 12 Bazilika lote. Alafu unaenda ndani, picha kila mahali, sivyo? Kwa wale umepita, picha kila mahali, za hali ya juu in gold. Ukienda kanisa la Mtakatifu Paulo, picha za mitume, mapapa wote. Nakukumbusha historia. Hata huyu aliyefariki juzi tu, huyu alikuwa Francis, iko tayari picha yake pale in gold plated, iko pale. Natukumbusha yote. Sasa ile sio kuabudu sanamu au ni kumbukumbu ya matendo makuu aliyotufanyia Mungu, na lazima tuyakumbuke ili tubaki hai katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo sanamu zinatuweka hai kiroho. Hiyo ndio tunapaswa kuwaeleza wanao tuhoji na kuhojiwa.